hapendi ushindi au kufaulu. Ni kweli kabisa. Jambo la pili ni msukumo kutoka kwa wazazi. Kuna mzazi ambaye anataka mwanawe apate alama fulani ili aweze kufuzu kufanya kazi fulani bila kujali uwezo wa huyo mtoto. Awaweza pasua mbaraka mbinu zipi wiziku kutokea ili hali tunajua vyema huwa pana ulinzi wa hali ya juu? Kuna mbinu mbili maarufu ambazo hutumika. Kuna mbinu analogi na mbinu dijitali. Sijui utataka tuanze na mbinu ipi? Wacha tuanze na mbinu analogi. Kwenye mbinu analogi, utapata kuwa wanafunzi wanaweza ficha vijikaratasi ama hata kuweka maandishi maalum kwenye sehemu nyeti ambazo kisheria ni hatia kuziguza, kuzitazama ama kuzikagua kwa mtu mwingine bila idhini ya mwenyewe. Na mbinu dijitali nayo ni pale ambapo pana usambazaji wa mitihani halali isiyo kwenye mitandao ya kijamii na hata kwa watu binafsi. Kwa kweli ukistajabu ya Musa pana nia ya Firauni. Afisa, pana madhara yoyote kutokana na udanganyifu kwenye mitihani? Tena makubwa sana. Endelea. Ikiwa mwanafunzi atafanikiwa na kujiunga katika huduma ya nchi kikazi kama vile utabibu, ufundi, ualimu, wao hutoa huduma duni na matokeo yake huwa kero na aibu hata kifo. Mpenzi mtazamaji, kipindi kimenoga, lakini tuombeni fursa kwenda madukani kuwasalimia wadhamini wetu, na tukirejea tutakuwa tunaendelea na kipindi na pia kupata maoni yako. Usibanduke, hii ni Busibi TV. Unaumwa na kichwa? Tumia dawa ya Busibidol. Dawa ya Busibidol inaponya maumivu yote yakiwemo ya hedhi. Tumia Busibidol, mdhamini mkuu wa Busibi TV. Ni awamu ya pili tena mpenzi mtazamaji, na unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari zinazopita chini ya runinga yako. Mgeni, naona kuna taarifa inayotufikia kuwa kuna matapeli wawili ambao wamekamatwa kwa madai ya wizi wa mitihani. Mpenzi mtazamaji, kwa mengi zaidi wacha tujiunge na ripota wetu Bi Peleleza. Walimu mkuu pamoja na afisa wa polisi msimamizi wa mitihani wamefikishwa kituoni baada ya wawili hao kupatikana wakiwa wanawasaidia wanafunzi kuiba mitihani. Walikuwa wanatumia AI kupata majibu na kuyapeperusha kupitia projekta. Na kwa sasa wawili hawa wako wapi na nini kinaendelea? Kwa sasa wawili hawa wako kwenye hiki kituo cha polisi wakiwa wanasubiria kufikishwa mahakamani. Mgeni, kwa kweli dunia imepasuka. Wacha kupasuka, dunia inararuka. Hii inaitwa collision. Ina maana gani? Ina maana kuwa pana makubaliano kati ya idara zote zinazoshughulikia huo mtihani, kuanzia kwa walimu, wanafunzi na wasimamizi. Na pale ambapo mtu mwingine hujifanya mwanafunzi na kufanya mtihani, hiyo ndiyo huitwa impersonation. Mpenzi mtazamaji, kwa mengi zaidi wacha tupate suluhu. Mpenzi mtazamaji, katika nchi ya Uchina, serikali imeweka ndege aina ya drones kwenye vyumba vya mitihani. Kwa hivyo hakuna wizi wa mitihani. Maajabu haya! Lakini kumbuka bado pwagu kupata pwaguzi. Na sisi Afrika je? Wenye lugha wanasema mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Tuwafunze watoto wetu maadili, wajichunge wenyewe. Pili, tueleze kuwa bidii hulipa na njia za mikata zina madhara tele. Safi sana. Anaona hapa pana ujumbe mfupi kupitia Facebook unaotufikia na unasema: tunashukuru serikali kuleta CBE ambao ni mfumo wa ushirikiano. 844 ulikuwa ni mfumo wa ushindani. Ni Ann kutoka Busia, Kenya. Mgeni, wasemaje kuhusu ujumbe huu? Ni kweli tu kabisa alivyonena hapo Bi Ann. Mpenzi mtazamaji, ukiona nyama inazidi kuwa tamu, jua umeufikia kwenye mfupa. Nikiutazama upande huo mwingine, na muona mwelekezi wetu ananikodelea jicho, ishara mdasia wetu tena. Mgeni, upi ushauri wako wa mwisho kwa umma? Kamera yako ndiyo hii. Kwa mwanafunzi, tamaa mbele, mauti nyuma. Msizoee vya bure, huenda mkakinai. Nanyi wazazi wenzangu mnaonitazama, tuwafunze watoto wetu kwa manufaa yao ya kesho. Na mwisho kwa mwalimu,
chunga payslip yako. Na mjumbe mwafaka kutoka kwake afisa kutoka idara ya elimu. Naamini aliye na masikio amesikia, na kama hajasikia utakuja kujutia. Kutoka kwangu hapa studioni Cynthia Juma pamoja na mgeni wetu Bi Fatuma Haki. Wageni tukisema bye bye. Wakisema bye bye, asante. Wacha tuwashukuru tena kwa makofi. And that is St. Peter's Busibi with a live broadcast. Asante St. Peter's. Ladies and gentlemen, next on stage